Iran inaweza kulazimika kutengeneza kombora la nyuklia haraka. Taarifa hii imetoka nchini Urusi na pia karibu sana katika undani na uchambuzi wa taarifa hii. Waziri wa mambo ya nje wa Urusi anayefahamika kama Sergei Lavrov amesema katika mkutano wa waandishi wa habari ya kwamba uchokozi dhidi ya Iran unaweza kuilazimisha nchi hiyo kuunda silaha za nyuklia. Waziri huyo ametangaza. Amesema vita hii iliyotokea dhidi ya Iran inaweza kusababisha sio Tehran pekee bali nchi zingine pia kutengeneza silaha za nyuklia. Mwanadiplomasia mkuu kutoka nchini Urusi alisema hisia kama hizo zinaweza kuibuka haraka katika nchi za Kiarabu jirani na nchi ya Iran. Katika swala hili, Lavrov amekazia kwamba lengo zuri linaonekana kuwa ni kinzali la kuanzisha vita ili kuzuia kuenea kwa silaha za nyuklia. Linaweza kuchochea kabisa baadhi ya nchi kutengeneza silaha za nyuklia, hasa pia kwa Iran kama itapata nafasi hiyo. Waziri wa mambo ya nje kutoka nchini Urusi Bwana Sergei Lavrov amedokeza hivyo. Kauli ya Sergei Lavrov kuhusu uwezekano wa Iran kulazimika kuunda kombora la nyuklia haraka ni tamko lenye uzito mkubwa katika siasa za kimataifa. Kauli hii haipaswi kuangaliwa tu kama msimamo wa kidiplomasia wa Urusi, bali kama onyo pana kuhusu athari za kimkakati ambazo vita au shinikizo la kijeshi dhidi ya Iran vinaweza kuzalisha katika ukanda mzima wa Mashariki ya Kati na hata duniani kwa ujumla. Kwanza, ni muhimu kuelewa mantiki ya hoja yake, ambako waziri huyo amesema kuwa lengo la kuanzisha vita hii ni kuzuia kuenea kwa silaha za nyuklia, lakini linaweza kuzaa matokeo ya kinyume. Hii ni hoja inayotegemea dhana ya security dilemma katika siasa za kimataifa, yaani pale nchi inapochukua hatua za kujilinda, nchi nyingine huona hatua hizo kama tishio na hivyo kuchukua hatua kali zaidi za kujihami. Ikiwa Iran itahisi kuwa inakabiliwa na hatari ya kushambuliwa au kuangushwa utawala wake kwa nguvu, basi motisha kujenga silaha ya mwisho ya kujihami ya nyuklia inaweza kuongezeka badala ya kupungua. Katika historia ya karibuni, baadhi ya mataifa yamekuwa yakitumia silaha za nyuklia kama bima ya usalama wa utawala. Mfano unatajwa mara kwa mara katika mijadala ya kimataifa ni kwamba mataifa yenye silaha za nyuklia huwa vigumu kushambuliwa moja kwa moja na mataifa makubwa. Hivyo ikiwa Iran itaona kuwa mikataba ya kidiplomasia au makubaliano ya kimataifa hayatoi dhamana ya usalama wake, hii basi inaweza kufikia hitimisho kwamba uwezo wa nyuklia ndiyo kinga pekee ya uhakika dhidi ya mashambulizi ya nje. Hata hivyo, waziri Lavrov hoja yake ina vipengele viwili muhimu, si tu kuhusu Iran bali pia kuhusu nchi jirani za Kiarabu. Hapa ndipo athari ya mnyororo inapoweza kujitokeza. Ikiwa Iran itachukua hatua za wazi kuelekea utengenezaji wa silaha za nyuklia, basi mataifa kama vile Saudi Arabia au mataifa mengine ya Ghuba yanaweza kuhisi kulazimika kusawazisha mizani ya nguvu. Hii inaweza kusababisha mbio za silaha za nyuklia katika Mashariki ya Kati, eneo ambalo tayari na migogoro mingi ya kisiasa, kidini pamoja na kijeshi. Kwa upande mwingine, kauli hii inaweza pia kutazamwa kama sehemu ya mkakati wa Urusi katika siasa za kimataifa, kwani Urusi imekuwa mshirika wa karibu zaidi wa Iran katika masuala kadhaa ya kikanda, hususan nchini Syria. Kwa kuonya kuhusu madhara ya kushinikiza Iran kupita kiasi, Moscow inaweza kuwa inajaribu kuzuia hatua kali zaidi za kijeshi au vikwazo vinavyoweza kuimarisha ushawishi wa Marekani katika eneo hilo. Hivyo, tamko hili linaweza kuwa na malengo ya kimkakati ya kulinda maslahi ya Urusi sambamba na kutoa tahadhari ya kweli kuhusu hatari ya kuenea kwa nyuklia. Katika muktadha wa sheria za kimataifa, kuna pia mkataba wa kuzuia kuenea kwa silaha za nyuklia maarufu kama NPT, ambako Iran ni mwanachama wa mkataba huo na imekuwa ikisisitiza kwamba mpango wake wa nyuklia ni kwa matumizi amani kama uzalishaji wa nishati. Hata hivyo, mashaka kutoka kwa mataifa ya Magharibi yamekuwa yakisababisha vikwazo na mikataba maalum ya ukaguzi. Ikiwa mazingira ya usalama yatazorota vibaya, basi Iran inaweza kufikiria kujiondoa au kupunguza kabisa ushirikiano wake, jambo ambalo lingetikisa mfumo mzima wa udhibiti wa nyuklia duniani kote. Hoja ya waziri wa mambo ya nje kutoka nchini Urusi Sergei Lavrov pia inafungua mjadala kuhusu ufanisi wa sera za shinikizo la juu. Je, vikwazo vikali na vitisho vya kijeshi vinaweza kweli kuzuia taifa kufikia silaha za nyuklia, au vinaweza kusukuma taifa hilo kufanya hivyo kwa siri na kwa kasi zaidi? Tafiti nyingi za kimkakati zinaonyesha kuwa nchi zinazohisi kutengwa na kuhatarishwa huwa na uwezekano mkubwa wa kuwekeza katika teknolojia za kijeshi za juu.
kama njia ya kujilinda. Aidha, kuna athari za kisaikolojia na kisiasa ndani ya Iran yenyewe, ambako shinikizo la nje mara nyingi huimarisha uzalendo wa ndani na kuipa serikali uhalali wa kuchukua hatua kali kwa jina la kulinda taifa. Hivyo vitisho vinaweza kuunganisha makundi ya kisiasa ya ndani badala ya kuyagawa. Ikiwa raia wataamini kuwa nchi yao iko hatarini, basi wanaweza kuunga mkono kwa wingi mpango wa nyuklia, hata kama hapo awali kulikuwa na mijadala ya ndani juu ya gharama na manufaa yake. Kwa mtazamo mpana zaidi wa kimataifa, kuenea kwa silaha za nyuklia katika Mashariki ya Kati kungeathiri moja kwa moja usalama wa Ulaya, Asia pamoja na Afrika. Njia za biashara ya kimataifa, hasa usafirishaji wa mafuta kupitia Ghuba ya Uajemi, zingewekwa katika hatari kubwa, ambako mataifa makubwa yangejikuta yakiongeza uwepo wa kijeshi na hivyo kuongeza uwezekano wa makosa kimahesabu yanayoweza kusababisha vita vikubwa zaidi. Hata hivyo, ni muhimu pia kutambua kuwa kutengeneza silaha ya nyuklia si jambo la mara moja. Inahitaji miundombinu ya kiufundi, rasilimali, muda na uwezo wa kuvumilia vikwazo vya kimataifa. Hivyo hata kama Iran ingehamasika kufanya hivyo, basi hatua hiyo ingekuwa na gharama kubwa za kiuchumi na kisiasa. Inaweza kusababisha vikwazo vipya, kutengwa zaidi kimataifa, na hata mashambulizi ya kuzuia kutoka kwa wapinzani, hasa Marekani na Israeli. Kwa hivyo tamko la Lavrov linaweza kuonekana kama onyo kwa pande zote, kwa wale wanaofikia kutumia nguvu dhidi ya Iran na pia kwa wale wanaofikiria kuwa nyuklia si suluhisho la haraka la usalama. Ujumbe wake mkuu ni kwamba vita havizuii kuenea kwa silaha za nyuklia, ila vinaweza kuchochea. Hii ni hoja inayozingatia historia ya migogoro ya kimataifa, ambapo hatua za kijeshi zimezalisha athari zisizotarajiwa. Kwa hitimisho wa uchambuzi huu, uchambuzi wa kauli hii unaonyesha kuwa suala la nyuklia ya Iran si kijeshi pekee, bali ni la kisaikolojia, kisiasa, kiuchumi pamoja na kisheria. Ikiwa mazingira ya usalama yataendelea kuwa ya mvutano mkali, motisha ya kuwekeza katika silaha ya kujihami itaongezeka. Lakini ikiwa diplomasia itapewa nafasi, basi makubaliano ya wazi na dhamana za usalama zinaweza kupunguza hatari hiyo. Kauli ya Lavrov kwa hivyo ni zaidi ya matamshi ya kisiasa, ni tahadhari kwamba mikakati ya nguvu pekee inaweza kuzaa matokeo ya kinyume na kufanya ulimwengu kuwa hatarini zaidi ama kuwa hatari zaidi. Na huu ndio mwisho wa taarifa hii, na huu pia ndio mwisho wa uchambuzi wa taarifa kuhusu Iran kusukuma kutengeneza silaha za nyuklia endapo pia mashambulizi haya yatazidi kujikita katika nchi hiyo, ambako pia waziri wa mambo ya nje wa Urusi Bwana Sergei Lavrov amesema kuwa uchokozi dhidi ya Iran unaweza kuilazimisha nchi hiyo kuunda silaha za nyuklia. Hivyo basi ni kwa ajili ya kwamba pia taarifa zaidi zinafuata hapo baadaye. Endelea kuwa pamoja nasi na utafuatilia kila siku kwa taarifa zaidi, pia kwa uchambuzi zaidi kutoka Mashariki ya Kati, lakini pia kimataifa, hasa pia nchi zingine, hasa Urusi pamoja na Ukraine.